Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupashe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 24 Oktoba, siku ya Ijumaa. Baada ya msako mkali wa kumtafuta John Heche, hatimaye apatikana. John Heche ajulikana alipo. Mnyika afichua polisi wa mkoa huu mkuu kumshikilia toka juzi, toka akamatwe nje ya mahakama hivi majuzi. Bonyeza alama ya like mtazamaji, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Chama cha upinzani Chadema kimethibitisha kupokea taarifa za uhakika kuhusiana na alipo naibu mwenyekiti wake wa taifa Tanzania Bara John Wegesa Heche, ambaye alitoweka kwa siku kadhaa katika mazingira ya kutatanisha baada ya kukamatwa na jeshi la polisi nje ya mahakama. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, chama hicho cha Chadema kimefahamishwa kuwa kwa sasa John Heche anashikiliwa na jeshi la polisi Tanzania mkoani Dodoma. Ufichuzi huu unafuatia wiki ya wasiwasi na mkanganyiko unaoongezeka miongoni mwa wanachama wa chama, familia na umma juu ya kutoweka kwa John Heche na kukosekana kwa mawasiliano rasmi kutoka kwa vyombo vya sheria. Akizungumza na Mwanahalisi Digital, Mnyika alieleza kuwa moja ya vyanzo vya chama hicho ndani ya polisi vilithibitisha kuwa John Heche alionekana katika kituo cha polisi mjini Dodoma ambako anahojiwa. Aliongeza kuwa mwanafamilia mmoja alifanikiwa kumwona kwa macho yake kwa muda mfupi, akitoa uthibitisho wa kwanza wa eneo lake tangu kutoweka kwake. Baadaye siku hiyo hiyo, Mnyika alipata taarifa za ziada zikionyesha kuwa ofisa wa idara ya uhamiaji alifika kituoni hapo kwa ajili ya kufanya mahojiano na kueleza kuwa suala hilo linaweza kuhusisha masuala zaidi ya taratibu za kawaida za kipolisi. Habari hizo zimezua mjadala mkubwa, hasa tangu kutoweka kwa John Heche kulitokea muda mfupi baada ya kukamatwa wiki iliyopita jijini Dar es Salaam, na hakuna ufafanuzi wowote kutoka kwa polisi ambao ulipokelewa na Chadema. Mnyika alizikosoa mamlaka hizo kwa kile alichokitaja kuwa ni kuficha taarifa muhimu kwa makusudi, akisema kuwa kuficha taarifa hizo muhimu kuna kiuka haki za binadamu na kanuni za uwazi zinazopaswa kuongoza taasisi za kitaifa. Aliitaka serikali na polisi kueleza hadharani hali ya Heche, hadhi yake ya kisheria na sababu za kuzuiliwa kwake, akisisitiza kuwa kutoweka huko kumeharibu imani ya wananchi katika mfumo wa utoaji haki nchini. Kwa mujibu wa Mnyika, kuna wasiwasi kwamba kuendelea kushikiliwa kwa John Heche bila kufunguliwa mashtaka rasmi kunaweza kuchochewa kisiasa, hasa wakati nchi inapokaribia Oktoba tarehe 29, tarehe ambayo wengi wanaiona kuwa muhimu kisiasa. Alidai kuwa kutoweka kwa John Heche kunaweza kuhusishwa na juhudi za kuwanyamazisha viongozi wa upinzani wakati wa kipindi cha mvutano wa kisiasa. Kiongozi huyo wa Chadema alieleza hali hiyo kuwa mtihani wa dhamira ya Tanzania katika utawala wa demokrasia na utawala wa sheria. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wametilia maanani suala hilo, wakibainisha kuwa kesi kama vile kutoweka kwa John Heche zinaongeza hofu kwamba nafasi ya upinzani wa kisiasa nchini Tanzania inaendelea kupungua. Walionya kwamba kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu na ukosefu wa uwazi na taasisi za serikali kunahatarisha kujenga mazingira ya vitisho ambayo inaweza kukatisha tamaa ushiriki wa raia na kuondoa imani katika michakato ya kidemokrasia. Wachambuzi hawa walibainisha zaidi kwamba jinsi serikali inavyoshughulikia kesi hiyo inaweza kuathiri mitazamo ya ndani na kimataifa kuhusu hali ya kisiasa ya Tanzania. Ndani ya Chadema, kupotea huku kwa John Heche baada ya kukamatwa sijulikani alipopelekwa kuliweza kuzidisha hasira na kutaka hatua za haraka zichukuliwe. Viongozi wa chama waliapa kutumia njia zote zilizopo za kisheria na za amani ili kuhakikisha kuwa haki za kiongozi wao zinaheshimiwa. Mnyika alisisitiza tena kuwa Chadema haitapumzika hadi John Heche aweze kuachiwa huru au afikishwe mahakamani, na kusisitiza kuwa msimamo wa chama hicho hauhusu mtu mmoja tu, bali ni kutetea haki za katiba zinazowahusu Watanzania. Familia hiyo tangu wakati huo imedai ufikiaji wa mara kwa mara wa mawasiliano na sasisho kutoka kwa polisi, ikisisitiza kuwa kimya kiliweza kuchochea tu kutokuwa na uhakika na hofu. Pia walitoa wito kwa mashirika ya haki za binadamu kuingilia kati na kufuatilia hali hiyo kwa karibu mpaka aweze kuachiliwa. Watetezi wa haki za binadamu, hata hivyo, upande wao wameelezea kutoweka kwa John Heche baada ya kukamatwa kama ishara ya mtindo unaotia wasiwasi, ambapo viongozi wa upinzani wanakabiliwa na kuwekwa kizuizini kiholela na kunyanyaswa. Mashirika kama vile Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC na Amnesty International yameitaka serikali ya Tanzania kufichua sababu za kukamatwa kwake
John Heche na kuhakikisha kuwa anatendewa haki kwa mujibu wa katiba ya nchi na mikataba ya kimataifa. Hata hivyo, pia wameonya dhidi ya matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali kukandamiza ushindani wa kisiasa au upinzani. Wakati huo huo, mitandao ya kijamii imefurika jumbe za mshikamano chini ya lebo ama hashtag za Where is John Heche na Justice for Heche, huku wananchi wakieleza kusikitishwa na kutoweka baada ya kukamatwa kwa John Heche. Watumiaji wengi wamedai uwajibikaji kutoka kwa polisi na Wizara ya Mambo ya Ndani, wakihoji kwa nini imechukua muda mrefu kutoa udhibitisho rahisi wa mahali alipo John Heche. Wengine wameishutumu serikali kwa kutumia kizuizini kwa muda mrefu kama mbinu ya kuwatisha viongozi wa upinzani kabla ya matukio yajayo ya kisiasa. Ndani ya jeshi la polisi kumekuwa na maoni machache rasmi zaidi ya uhakikisho wa jumla kwamba uchunguzi unaendelea. Hata hivyo, Mnyika na viongozi wengine wa Chadema wanadai kuwa kukosekana kwa taarifa rasmi kunazua maswali mengi kuliko majibu, hasa kutokana na taarifa za kupotea kwa John Heche zikiendelea kutawala mazungumzo ya kitaifa. Waangalizi wanahoji kuwa hata kama uchunguzi ni halali, kukosekana kwa uwazi kunahatarisha kudhoofisha uaminifu wa taasisi za kutekeleza sheria. Wakati hali inavyoendelea, wito wa uwajibikaji umeongezeka. Mashirika ya kiraia yamelitaka bunge kuwaita wakuu wa usalama kueleza mazingira ya kukamatwa kwa John Heche na kuweza kuwekwa siri kwa muda mrefu asijulikane alipo. Wataalamu wa sheria pia wamezikumbusha mamlaka kwamba katiba inalinda kila raia dhidi ya kukamatwa na kuwekwa kizuizini kiholela, wakisisitiza kwamba kunyimwa uhuru wowote lazima kuhalalishwe mbele ya mahakama yenye uwezo wa kisheria. Kwa sasa kitendawili kuhusu kukamatwa kwa John Heche bado hakijatatuliwa, lakini athari za kisiasa na kijamii tayari zinaonekana nchi nzima. Kutoweka kwa John Heche sasa kumeibuka zaidi ya tukio moja. Inawakilisha wakati mahususi kwa demokrasia ya Tanzania na uadilifu wa taasisi zake, huku shinikizo zikiongezeka kwa serikali kufafanua hali yake. Mamlaka tawala na upinzani wanajaribiwa juu ya kujitolea kwao kwa haki na utawala wa sheria. Mwitikio wa umma kutoka mitaani hadi mitandao ya kijamii unaonyesha mwamko unaokuwa wa hitaji la uwazi na uwajibikaji ndani ya vyombo vya usalama. Iwapo mamlaka itashughulikia masuala haya mara moja au la, itaamua jinsi taifa litakavyoweza kusonga mbele kuelekea uaminifu na uwazi zaidi au kutiliwa shaka na mgawanyiko zaidi. Hatimaye, kushughulikia kutoweka kwa John Heche baada ya kukamatwa asijulikane alipopelekwa kuliweza kuacha alama ya kudumu katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Ikiwa ukweli utafichuliwa na haki kutendeka, inaweza kuimarisha misingi ya imani ya umma na kuimarisha heshima kwa taasisi za kisheria. Hata hivyo, ukimya wa usiri ukiendelea, kuna hatari ya kujengeka utamaduni wa uoga na kutokujali. Hii ni kulingana na Chadema. Kadiri siku zinavyosonga na maswali yakibaki bila majibu, Watanzania wengi wanatumai kuwa kesi hii haitaisha kama sehemu nyingine ambayo haijapatiwa ufumbuzi, bali ni wakati wa mabadiliko ambapo ukweli hushinda uficho na hatimaye kusikilizwa kwa sauti zinazodai haki. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia sasa hivi. Bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.